Mapinduzi kwenye jukwaa, atakwenda kunadi ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka huu. Sio yale yanayokuahidi nyuma ya pazia. Ndio vijana. Ruhita oye! Michezo oye! Vijana oye! Miaka 61 ya Muungano oye! Ndugu asante sana, nashukuru. Asante sana pia timu Hamasa. Ndugu katibu wa Hamasa wilaya ya Kasulu, katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Ruhita, mwenyekiti wa umoja wa vijana kata ya Ruhita, viongozi wote wa chama ngazi ya kata wakiongozwa na katibu mwenezi, maana katibu wa chama wa kata nimeshatambua uwepo wake. Kwa hiyo nitambue viongozi wote wa chama wakiongozwa na katibu mwenezi, viongozi wa matawi, mabalozi, lakini nitambue uwepo wa wana michezo ambao leo wametuunganisha hapa katika baraza hili la Muungano. Muungano oye! Lakini pia na watazamaji, washangiliaji ambao wamekuja hapa katika kuburudika wa wilaya pamoja na uongozi wa umoja wa vijana kata ya Ruhita kwa ubunifu wenu kwa kuendelea kuwaweka vijana pamoja. Nimesikiliza risala ya vijana wa umoja wa vijana hapa hivi CCM Ruhita. Mimi niseme hii risala ina afya sana kwenye upande wa chama. CCM oye! Maana vijana ndio jeuri ya chama. Kwa hiyo unaposikia mipango ya vijana ambayo imesheheni katika kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinastawi, katika kuhakikisha kwamba chama kinapata ushindi, maana kazi kuu ya chama au lengo kuu la chama cha siasa ni kushika dola. Kwa hiyo unapokuwa na vijana ambao wanatambua hilo na wanaweka mikakati ya kukiunga chama kishike dola, lazima vijana hao wapongeze, watuzwe na waunge mkono kwa namna yote ile. Vijana oye! Lakini niwapongeze wana michezo kwa kuendelea kuimarisha michezo, maana michezo ni jambo jema. Michezo inaimarisha afya, inaleta umoja, inaleta mshikamano, lakini pia inaibua vipaji. Na kwa kweli kata ya Ruhita niseme ni kata ambayo inaongoza kwa michezo. Maana wakati nagawa hizi jezi, maana mbika kila mtu anakuja, mama tunaomba jezi mama, nikasema sasa ngoja niangalie timu zote zilizopo hii sasa angalau maombi ya vijana labda yabadilike, lakini la jezi nilimalize. Kwa hiyo hapa Ruhita nimetoa jezi seti 15. 8 timu 8 Ruhita na timu 7 Kanazi, si ndio? Kwa hiyo nawapongeza na muendelee na moyo huo. Basi kwa sababu mimi leo nimekuwa kusalimia, tunaye mgeni rasmi, nisije nikamfilisi mwanangu ana yake ambaye alipanga kusema, basi tulipe heshima yake kama mgeni rasmi wa jinafasi azungumze na vijana wake, lakini pia ndio kazi yake na yeye kama katibu wa Hamasa wilaya. Bila shaka atakuwa na jambo ambalo itaendelea kuleta chachu kwa vijana wetu kufanya vizuri. Kwa hiyo nashukuru sana mwanangu Makwaya kwa kunipa nafasi hii ya kusalimia. Sasa naomba uendelee na ratiba. Asante. Mama ni mama wewe. Ndai chako hoye. Anatosha atoshi. Kabisa pia tusibadili. Ndai chako hoye. Ndio jipo ndai chako tu. Mikono juu kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kioni. Dr. Samia oye! Dr. Mungu oye! Ruhita oye! Wana michezo oye! Awali ya yote tumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kuweza kutufikisha hapa tukiwa wazima wa afya na kuweza kushiriki michezo kwa salama. Wote tumeshiriki michezo na wote tuko salama. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, niwashukuru sana viongozi wa kata ya Ruhita, viongozi wa jumuiya vijana pamoja na wachama
kwa kuona ninastahili kuwa mgeni rasmi katika jambo hili. Asanteni sana. Baada ya hilo, tunashukuru sana wananchi mliofika hapa pamoja na wanamichezo mliokubali kushiriki michezo hii. Kabla sijaenda kwenye risala, leo ni miaka 61 ya uhuru. Ni miaka 61 ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo iliungana Zanzibar pamoja na Tanganyika. Ikatokea taifa moja linaloitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kufanyika ni miaka 61. Tuna amani ya kutosha. Tuna amani na ndio maana tunaweza kufanya yote haya. Sasa vijana, ni wajibu wetu kuendelea kuulinda muungano huu. Ni wajibu wetu kulinda tunu ya amani tulioachiwa na wale waliounganisha nchi hizi mbili na kutoa nchi moja, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati tunaizi muungano, tunamkumbuka Abeid Amani Karume, tunamkumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambao waliungana wote na kuunganisha mawazo kwa kuweka nchi iwe moja. Yale mawazo waliokuwa nayo sio lengo la kuunganisha nchi tu, walikuwa na malengo mengine mengi. Hivyo tuna wajibu wa kwenda kuwaenzi kwa vitendo kama vijana. Naposema kuwaenzi ni kuendelea kuilinda amani tuliyonayo. Sasa hivi tumekuwa na changamoto ya siasa ambazo zinakwenda kuleta uchochezi wa uvunjifu wa amani tuliyonayo. Sasa tukitafakari umri tulionao unakwenda kuvunja amani katika jamii yetu. Kanuni zinatuelekeza. Ukisoma kwenye kanuni yetu ya Umoja wa Vijana, ni jumuiya iliyoko Chama cha Mapinduzi. Wajibu wetu ni kuisemea serikali na viongozi walioko madarakani kusema yale yaliyo mema kwa serikali na viongozi walioko madarakani. Lakini vijana tuliopo sasa hivi tumekuwa tukiwaimba vibaya viongozi walioko madarakani kwa sababu ya kuahidia vitu vidogo na watu wanaotamani kuweka nia kupuliza kipenda. Sasa kama kanuni inatuambia tuwasemee viongozi walioko madarakani, ni kwa nini tuwaseme vibaya walioko madarakani? Kwa sababu ya ahadi tunazopewa dhidi ya watu wanaotamani kutia nia. Kwa vijana, tusimame kwenye kanuni, tusimame kwenye miongozo yetu. Inatutaka tuseme nini? Inatutaka tuwe wapi? Leo tunawasema viongozi walioko madarakani vibaya. Tukumbuke hatuwasemi wao, tunaisema Chama cha Mapinduzi. Unapomsema mheshimiwa diwani, mheshimiwa mbunge vibaya, umekisema Chama cha Mapinduzi. Kilichomweka madarakani pale ni Chama cha Mapinduzi. Anapeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Tukimsema vibaya, ina maana tumekisema vibaya Chama cha Mapinduzi. Kesho Chama cha Mapinduzi kinaamua kumleta huyu ambaye unamsema wewe. Unamnadi vipi kwa jamii? Umeshakisema vibaya chama chako. Yule unayemleta unamnadi vipi? Unasafisha vipi yeye yule yasema? Kwa vijana wenzangu, mimi ni waasi. Tuwaseme vema, tuwaseme vizuri viongozi walioko madarakani. Tukisemee vizuri Chama cha Mapinduzi, itakapofika wakati mpira unawekwa kati, refa anapuliza kipenga, tunakwenda kuwanadi viongozi walioletwa na Chama cha Mapinduzi. Vijana ni mali ya Chama cha Mapinduzi, sio mali ya mtu. Ahadi zinazotolewa, hakuna atakayesimama mgombea kusema ahadi anazokupa wewe sasa hivi